Hujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Jumamosi, Juni 27, 2026. Tulionayo hii leo. Mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto amelaani vikali mauaji yanayodaiwa kufanywa dhidi ya jamii ya Banyamulenge Kivu Kusini. Tshisekedi na rais wa Burundi wameungana kumaliza. Wanaungana, unaona vitu wenye wako nafanya Minembwe wametia nguvu mingi sana. Ni kwani tuko na Mungu hawataweza ile fika. Ni mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto. Utamsikia kwa undani zaidi ndani ya makala hii, usiondoke. Hali ya usalama imeendelea kuwa tete katika eneo la Minembwe tarafani Fizi, Kivu Kusini, kufuatia mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa kundi la Twirwaneho pamoja na washirika wao. Na shirika la Umoja wa Mataifa kupitia mjumbe wake maalum nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeitaka serikali ya DRC na wadau wote wa kisiasa kukubaliana kuhusu mazungumzo ya kitaifa jumuishi. Kuna hayo na mengine mengi, na kwamba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Naitwa Bedu Jean de la Croix, karibu. Tuangazie kwa kina taarifa zetu. Shirika la Umoja wa Mataifa kupitia Baraza la Usalama limeendelea kueleza wasiwasi wake kuhusu hali ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mashariki mwa nchi hiyo ambako mapigano yanaendelea kuathiri raia kwa kiwango kikubwa. Katika kikao kilichofanyika New York nchini Marekani, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisisitiza umuhimu wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa jumuishi yanayoshirikisha pande zote za kisiasa na kijamii. Umoja wa Mataifa umesisitiza kuwa mazungumzo hayo yanapaswa kufanyika katika mazingira salama na ya amani, huku uhuru wa kujieleza, mikutano na ushiriki wa kiraia ukilindwa kikamilifu. Pia imeonya kuwa bila mchakato wa pamoja wa kitaifa, mgawanyiko wa kisiasa unaweza kuendelea kuathiri juhudi za kuleta utulivu nchini humo. Aidha, ilibainisha kuwa MONUSCO inaendelea kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kusaidia michakato ya amani, ikiwa ni pamoja na hatua za kuwarejesha makundi ya wapiganaji wa zamani katika nchi zao za asili. Umoja wa Mataifa umeongeza kuwa mafanikio ya amani yanategemea sana mshikamano wa kitaifa na utekelezaji wa mikataba iliyopo ya kikanda. Na sasa tujielekeze katika mkoa wa Kivu Kusini, huko tunaambiwa kwamba hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Minembwe tarafani Fizi. Ni katika mkoa wa Kivu Kusini ambapo mapigano makali yameripotiwa kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa kundi la Twirwaneho pamoja na washirika wao. Mapigano haya yameripotiwa kutokea katika vijiji kadhaa, yakihusisha mashambulizi ya pande zote mbili. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, pande zinazohasimiana zinashutumiana kwa kuanzisha mashambulizi, huku Twirwaneho ikidai kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilitumia ndege zisizo na rubani au drone kushambulia maeneo yao. Hata hivyo, mamlaka za ndani na baadhi ya viongozi wa kijamii wanakanusha madai hayo, wakisema ni jaribio la kupotosha hali halisi ya uwanja wa mapambano. Mapigano haya yamesababisha wakazi wengi kukimbia makazi yao, hali iliyozidisha mgogoro wa kibinadamu katika eneo hilo ambalo tayari lilikuwa katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa usalama wa muda mrefu. Viongozi wa kijamii wameonya kuwa hali hii inaweza kuendelea kuzorota kama hakuna hatua za haraka za kisiasa na kijeshi zitakazochukuliwa. Katika ngazi ya kikanda, mazungumzo yanaendelea kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kupitia mifumo ya usimamizi wa amani, yakilenga kupunguza mvutano unaoathiri maeneo ya mpakani na kurejesha utulivu wa kudumu. Kwa upande mwingine, mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto amelaani vikali mauaji yanayodaiwa kufanywa dhidi ya jamii ya Banyamulenge Kivu Kusini. Akizungumza na wanaharakati mjini Mushaki wilayani Masisi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, Bahati Musanga amesema mauaji hayo hayawezi kuvumiliwa, na ametoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kuwabaini na kuwawajibisha wahusika. Amesisitiza kuwa raia wote bila kujali kabila au jamii wanayotoka wanapaswa kulindwa na kuishi kwa usalama, huku akitaka juhudi zaidi za kurejesha amani katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tshisekedi na rais wa Burundi wameungana kumaliza. Wanaungana, unaona vitu wenye wako nafanya Minembwe wametia nguvu mingi sana. Ni kwani tuko na Mungu hawataweza ile fika. Nafasi zingine, na leo wako naleta wanajeshi hapa karibu Ukraine de la Ruzizi, wako naleta wanajeshi
wako naleta wanajeshi ngambo ya peni, wako naleta wa mercenaires, bako naleta watu mbalimbali, wako natafuta tuwazake. Na leo hii fasi yote tuko na pigana, na leo tuko hapa bali tuatake ngambo ya Bibu leo wali tuatake FDLR na Kiseke na force FRDC wali atake majeshi au hawakusimamisha vita. Tuko nafundisha raia yetu waone kama sisi tumpigania amani, au watu hawataki vita. Tuungane mkono, wapatie viongozi wa jeshi wetu habari kwa wakati, kisha tuone jinsi ya kudumu. FDLR walifanya genocide kwao, FDLR waende kwao. Kuna wenye wanachungwa na sheria, wataenda kwa sheria. Na lakini kuna vijana wengine nao wenye wanawadanganya, wenye hawakufanya shida, wakirudi kwao hawatapata shida, warudi kwao. Lakini kusema watapigana hapa, tutakubali, tutawapiganisha mpaka siku bote watarudi kwao Rwanda. Na vijana wetu wenye wako nadanganya waachane nao, tuungane tujenge. Umetoka kusikia pale sauti yake mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto, ambaye amelahani vikali mauaji yanayodaiwa kufanywa dhidi ya jamii ya Banyamulenge wanaoishi katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Bila shaka mfuatiliaji wa matangazo yetu, usikose kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Unaweza kutuma dukuduku lako kupitia namba hiyo ambayo unaiona hapa kwenye simu yako ikitembea mdogo mdogo. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Kwingineko ni kwamba balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Umoja wa Mataifa Zenumu Kongo Ngai ametoa hotuba kali mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akielezea hali mbaya ya usalama inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameeleza kuwa makundi ya M23 na washirika wake yanaendelea kuchukua maeneo mapya na kuendesha utawala sambamba katika baadhi ya maeneo ya nchi. Katika hotuba yake, balozi huyo amesema raia wa kawaida wamekuwa wahanga wa vita hivyo, huku mamia ya watu wakiuawa kila siku, wakiwemo wanawake na watoto. Pia amesisitiza kuwa mamilioni ya watu wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Aidha, alieleza kuwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaendelea kurekodiwa, ikiwa ni pamoja na mauaji, utekaji nyara na unyanyasaji wa kijinsia. Alisisitiza kuwa hali hii imekuwa janga la kibinadamu linalohitaji hatua za haraka za kimataifa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeitaka jumuiya ya kimataifa kutekeleza kikamilifu azimio la Baraza la Usalama namba 2773 ambalo linataka kuondolewa kwa vikosi vya kigeni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusitishwa mara moja kwa mapigano. Pia amesisitiza umuhimu wa kulinda uendeshaji huru wa MONUSCO ili iweze kutimiza majukumu yake. Kwingineko ni kwamba kiongozi wa kisiasa Jean-Claude Chilumbai ameeleza kuwa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimegharimu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo takriban dola za Kimarekani bilioni 13, fedha ambazo zingeweza kutumika katika maendeleo ya taifa. Amesema gharama hizo kubwa zimeathiri uwezo wa serikali kutoa huduma muhimu kwa wananchi. Katika maelezo yake, Chilumbai amebainisha kuwa chanzo kikuu cha changamoto za kifedha ni vita vinavyoendelea ambavyo vimesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu na kuathiri uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema pia kuwa baadhi ya makundi ya waasi yanaendelea kujaribu kuchukua madaraka kwa njia ya silaha badala ya michakato ya kidemokrasia. Ameongeza kuwa hali ya sasa inahitaji mjadala wa kina kuhusu mabadiliko ya kikatiba, akidai kuwa mfumo wa sasa uendani na hali halisi ya kisiasa na kiusalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa maoni yake, marekebisho ya mfumo wa utawala yanaweza kusaidia kuimarisha taasisi za serikali na kupunguza migogoro ya mara kwa mara ambayo inaripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO umetoa ripoti inayotisha kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukibainisha kuwa raia 632 wameuawa ndani ya kipindi cha miezi mitatu tu katika mapigano yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo inahusisha maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri ambako ghasia zimekuwa zikiongezeka. Kwa mujibu wa MONUSCO, makundi ya kigaidi kama ADF
yameendelea kuhusika katika mauaji ya raia, ambapo mamia ya watu wamepoteza maisha, wakiwemo wanawake na watoto. Pia imeelezwa kuwa ukatili mwingine kama vile ubakaji na utekaji nyara umeendelea kuripotiwa kwa kiwango kikubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha, ripoti hiyo imeeleza kuwa zaidi ya ukiukwaji 1221 wa haki za binadamu umerekodiwa katika kipindi hicho, huku karibu watu 3,000 wakiathirika moja kwa moja. Hali ya kibinadamu imeelezwa kuwa mbaya zaidi kutokana na watu wengi kuhama makazi yao. MONUSCO imeongeza kuwa licha changamoto za kifedha, inaendelea kufanya doria za pamoja na FARDC ambalo ni jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kujaribu kufikia maeneo yaliyoathirika ili kusaidia kulinda raia na kuzuia mashambulizi zaidi. Katika mkoa wa Kivu Kusini, zaidi ya wagonjwa 200 waliokuwa wameshikiliwa katika hospitali ya Kavumu kutokana na kushindwa kulipa gharama za matibabu wameachiwa baada ya msaada wa kifadhili kutoka kwa taasisi ya kifadhili ya Joseph Kazibaziba Foundation. Wagonjwa hao walikuwa wamelazimika kubaki hospitalini kwa miezi kadhaa hata baada ya kupona. Taasisi hiyo ililipa gharama zao zote za matibabu, hatua iliyowezesha familia nyingi tena kuungana na ndugu zao. Miongoni mwa walioathirika ni wanawake na watoto waliokumbwa na changamoto za kiuchumi kutokana na hali ya usalama isiyo thabiti katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vita na mapigano kati ya makundi ya wazalendo na M23 vimeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za kilimo na biashara ambazo ni chanzo kikuu cha kipato kwa wakazi wa eneo hilo. Hali hiyo imeongeza umaskini na kushindwa kumudu gharama za huduma za afya. Viongozi wa kijamii wamesema hatua hiyo ya misaada imekuwa faraja kubwa, lakini wamesisitiza haja ya suluhisho la kudumu la usalama ili kupunguza matatizo ya kijamii na kiafya katika eneo hilo. Marekani imezitaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kutekeleza kikamilifu ahadi walizotoa katika makubaliano ya Washington, Marekani, ikisisitiza kuwa visingizio na ucheleweshaji havikubaliki tena. Kauli hiyo imetolewa na mshauri mkuu wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika wakati akihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Kikao hicho kilifanyika sambamba na maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kusainiwa kwa makubaliano ya Washington kati ya Kinshasa na Kigali. Bulos alisema kuwa licha ya hatua fulani zilizopigwa, pande zote mbili hazijatimiza kikamilifu wajibu wao. Aidha, alidai kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijafanikiwa kuyadhibiti kamilifu makundi ya FDLR katika maeneo husika, huku akishtumu Rwanda kwa kutotekeleza ahadi ya kuondoa wanajeshi wake na kuendelea kuisaidia FCM23. Aidha, alionya kuwa Marekani itaendelea kuwachukulia hatua wale wote wanaochangia kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikumbusha kuwa mwezi Machi Marekani iliweka vikwazo dhidi ya jeshi la Rwanda RDF kutokana na madai ya kusaidia M23, na hivi karibuni ikaweka vikwazo dhidi ya mtandao unaodaiwa kushirikiana na M23 kusafirisha madini kutoka DRC kwenda Rwanda kinyume cha sheria. Licha ya juhudi za kidiplomasia kupitia makubaliano ya Washington na mazungumzo yanayoendelea chini ya usimamizi wa Katari mjini Doha, hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa DR Congo inaendelea kuzorota. Wapatanishi wanaeleza kuwa ukosefu wa usalama kati ya pande zinazohusika na kutotekelezwa kwa makubaliano yanasalia kuwa changamoto kubwa kabisa katika juhudi za kufikia amani ya kudumu. Hadi sasa Kinshasa na FCM23 bado hazijafikia mwafaka kuhusu masuala muhimu yanayozuia maendeleo ya mazungumzo ya amani. Ni mwisho wa habari zetu kutoka JCTV. Mimi naitwa Bedi Jean de la Croix. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Niseme tu kwa sasa alamsiki.